Thank you. I want to state that the illegal removal of Sifuna from office is not taken on a light note by this team, and I want to condemn the leaders who did this. We know what Baba stood for. Baba stood for justice. Baba stood for fair hearing and trial. And the meeting that took place in Mombasa was an illegal meeting. That was a kangaroo meeting that was set up to remove the current Secretary General of ODM, Edwin Sifuna, from office. I want to state that these leaders were seen at one point in Mombasa taking sacred oath to uphold and protect the party constitution, the same constitution that they are violating. There was no proper procedure that was followed. And I want to state that there is no way that illegal office holders can remove a legal office holder, SecGen, from office. Lastly, I want to state that the only mistake Sifuna committed and the only mistakes that we are committing is to fight for the downtrodden, to fight for the forgotten in this society, to fight for the less privileged in Kenya, to fight for jobs to be given to our youth, to fight against the high cost of living that is affecting Kenyans in this nation. These are the only crimes that we are committing. And I want to assure you that we are going to fight. The war has been declared, a line has been drawn. If you are on our side, you are on our side. If you are on the other side, fight on the other side. But this is not going to stop anytime soon. Thank you. Hii chama cha ODM, wale wadozi ambao wako juu, tunawaonya. Sisi sio waoga. Sisi sio watoto. Sisi sio washenzi. Sisi tutadili na nyinyi. Hata leo hii mkiamua mtufukuze, tuko tayari kurudi by election. Lakini penye baba aliwachia chama, lazima tuendeleze wapi? Lazima tuendeleze wapi? Asanteni sana. Vijana ria, vijana ra, wazee tibim, wazee tialala, warembo wamama mna. Salale, mambo yamezidi kuchemka zaidi na zaidi. Hii ni baada ya Sifuna kuweza kutimuliwa katika chama cha ODM. Kabla tuendelee, subscribe, like, utakuwa umenisaidia zaidi. Basi kuna maibuko ama hatari zaidi na zaidi baada ya vijana Sifuna kuweza kutimuliwa katika chama cha ODM, ambapo Sifuna amekuwa msumbuvu zaidi, ambapo Oburu Odinga alionekana kuweza kumngatua kwenye chama hiyo. Kumbuka huyu Sifuna amekuwa akiwa ameshikilia chama zaidi na zaidi, na matatizo yake yaliweza kuonekana, ambapo aliweza Raila Omolo aliweza kuaga. Hapo ndipo vita vyao vimekuwa kati ya Junet na Grace Wanga, ambapo wameonekana kuweza kubishana zaidi na zaidi. Hii ni jambo ambalo liliweza kumfanya Babu Owino kuweza kukasirika zaidi na zaidi. Na ukikumbuka hivi juzi, Junet ameonekana kuweza kumtusi. Ndio maneno ameweza kuyasema. Vile mmeona baba alituacha, kuna masukosuko ndani ya chama chetu. Kuna wengine wanaruka, wanaenda hivi, wanaenda vile. Shida tuko naye ndani ya ODM. Nataka kusema leo nikiwa hapa Lamu. Shida tuko naye ndani ya chama chetu sio mambo ya broad based, sio mambo ya serikali ya broad based, sio mambo ya Ruto. Shida tuko naye kwa chama chetu ni yule former president ambaye anaitwa Uhuru Kenyatta. Huyu ndio anaharibu chama yetu. Yule anaharibu chama ya ODM sio William Ruto, sio broad based. Yule anaharibu chama ya ODM. Nataka niseme hapa nikiwa Lamu County hapa ni ya kwamba ni yule rais mstaafu ambaye anaitwa Uhuru Muigai Kenyatta. Tunataka kuomba yeye tukiwa hapa Lamu, tafadhali wachana na chama chetu. Uko na Jubilee, uko na chama yako,
umekataa kustaafu, umebaki kama mwenyekiti ya hiyo chama, kama party leader, uko na project yako inaitwa Matiang'i, tafadhali fanya kazi yako. Sisi hatuwache tupambane na hali yetu.